ndio somo letu liko. Nisema ya kwamba we are giving on that because of our giving. And we also be reading Isaiah 45 verse 1 all the way to verse number 5, na itakuwa ni jambo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wageni wetu wale ambao wametembelea siku ya leo, nawakaribisha sana na wale pia wamekaa sana bila kuwa nasi, na wale tulikuwa nao last year lakini wanaweza kujiunga nasi katika hii ibada ya pili ya mwaka huu. Tunawakaribisha sana katika mwaka huu wa Bwana, mwaka ule Bwana anatangulia watu wake mbele na kuwafanikisha na kuwapa ushindi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. So nafurahi kuona na hata pia kwa mchungaji wenu kwa nafasi ya mwaka huu 2026. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutaweza kufanya mambo mawili katika ibada hii. Unajua kwamba tumetangaziwa mambo ya maombi. Tutaweza kulaunch our prayer month. Kwa maana maombi yetu yanaanza rasmi kesho. Tutaweza kupewa mwongozo na Mama Hope ama Mr. Mureshi. Nikienda kumalizia mahubiri, tutapewa mwelekeo wa tutakuwa tukiwa namna gani. Na kila siku najua kwamba kutakuwa na a prayer item ili ambayo itakuwa inatuongoza kwa hiyo siku, na pia kwa kila siku jioni from 5:30 to 6:30 we have an hour to come together in the evening, na tunaweza kutamatisha kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunafanya maandalizi ya mwaka huu, na hivyo kuuliza Mungu ya kwamba umetuenenda mbele, wote zilipoenda basi. Kwa hivyo ni vyema tunapoelekezwa katika hiyo mambo ya maombi, na itakuwa ni jambo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Pia ndio mchungaji wenu kuna assignment atakupatia mwaka huu. Sema assignment. Na assignment nasema ya kwamba ni operation kila mshirika alete memba mmoja mwaka huu. Kuleta mtu mmoja kanisani. Sinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Si mwaka huu Bwana anatangulia mbele. So niombi yangu ya kwamba we'll do that operation itakuwa tu kwa matangazo yetu ya kila Sunday ya kwamba kila mshirika amejukumika kuleta mshirika mmoja. So if we are 40 here, na all of us we bring a member, we shall be 80. Ni kweli? So ningetaka tuanze pia kufikiria kwamba Bwana akitangulia mbele, tunaweka mikakati gani ya kukuza kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wamekuwa ni washirika wetu hatuwaoni walienda wapi. Praise the name of Jesus. Kwa maana we must grow. Praise the name of Jesus. Haya, tuangalie leo katika kitabu cha Deuteronomy chapter number 31. Hapo ndio tutaweza kuwa na somo letu. Na hata pia tutaweza kuona kwa ufupi, lakini Bwana ataweza kutusaidia. Then Moses went out and spoke this word to all Israel. I am now 120 years old, and I am no longer able to read you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. The Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy these nations before you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of the land. Joshua also will cross ahead of you, as the Lord said. Verse 4, and the Lord will do to them what he did to the Sihon and Og, the king of the Amorites, whom he destroyed along with the land. Verse 5, the Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. Be strong and be courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all Israel, be strong and big and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord swore to their forefathers to give them, and you must divide it among them
as their inheritance. Then the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Don't be afraid. Do not be discouraged. May the Lord bless the leading of his word. Amen. May the Lord bless the leading of his word. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ibada ya pili ya mwaka huu, we are still building on our theme. The Lord shall go before us. Bwana atatangulia mbele zetu. Praise the name of Jesus. Katika maandiko haya ya Deuteronomy 31, tunaona kwamba Israel is standing at the edge of the promise. Praise the name of Jesus. Na tunaona kwamba those who went ahead of them to spy the land. Bwana Yesu asifiwe. They came back with a report, and one of the people, wale ambao waliokuwa wametumwa wakaweze kuspy the land, alikuwa ni Joshua. Praise the name of Jesus. Walikuwa wametumwa wakiwa watu 12, lakini out of the team, 2 brought a positive report. Na kuna wale walisema ya kwamba nchi ile Bwana ametuaminia ama amesema ya kwamba itakuwa ndio miliki yetu, already iko na watu wanakaa ndani, na sisi tunapojiangalia pamoja na wale watu, tunakaa kama zige ama grasshoppers. Praise the name of Jesus. That is a report which came from the spy who went to spy the land. Praise the name of Jesus. Na katika safari hii ama katika hii farewell ya Moses, anaambia wapendwa hawa wana wa Israeli pamoja na Yoshua, anawaambia Bwana ataenenda mbele zenu, ya kwamba atawapa ushindi. Praise the name of Jesus. Na naona kwamba Moses, when he was when the transition was taking over they had an idea of the journey ahead of them. Praise the name of Jesus. Kwa maana walijua kwamba mfalme wa Og and Sihon atakuwa mahali pale, na wanaona ya kwamba there will be barrier ya kuwazuia wasiende kumiliki ile ambayo ndiyo nchi ile Bwana aliweza kuahidia. Praise the name of Jesus. They are at the end of a promise, and the leader is backing up, but another one is taking over because the journey must continue. Praise the name of Jesus. Hallelujah. And when Moses alipokuwa akizungumza na Yoshua, anamwambia mambo haya, anamwambia kwamba Bwana atawatangulia mbele. The Lord will go ahead of you. Praise the name of Jesus. Even though the barriers will be there, even though the giants that you are going to conquer will be there, Bwana amewatangulia mbele kuwatengenezea njia, kuwaondolea vizuizi vyote, ya kwamba safari yenu ya kuelekea nchi ya Kanaani itakuwa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mwaka huu wapendwa, Bwana anatangulia mbele. We may not know what is in store for us in the year 2026, but we have faith in God who has gone ahead of us. Praise the name of Jesus. Na kwa hivyo, kwa sababu ya hakikisho hilo, wapendwa, tunaweza kuwa na ujasiri mwingi kujua kwamba kama Bwana ametutangulia mbele, hakuna la kututisha, hakuna kwa tukaweza kuingia uoga, bali tukose kusonga mbele tukijua kwamba Bwana ametutangulia mbele. Praise the name of Jesus. Ninapoangalia maneno ya Musa anapozungumza na wana wa Israeli pamoja na Yoshua, ilikuwa ni maneno ya kuwatia moyo. Praise the name of Jesus. And naona ya kwamba the people wale ambao walikuwa wanafaa kutembea na Musa, lazima wangekuwa ni watu wenye ujasiri mwingi. And first to be able to conquer this year, the first thing we need to conquer, wapendwa, is the fear of unknown. Praise the name of Jesus. Kuna mambo ambayo yanatuweka katika ile hali ya kwamba ni kama tuna shaka kutakuwa na. Praise the name of Jesus. Lakini hadi leo ya kwamba Bwana ametangulia mbele na amesema ya kwamba nitawapa Kanaani
tuamiliki. Bwana Yesu sana. How we journey towards the promise. Hiyo haijalishi. Ukweli ya kwamba tumeahidiwa Kanaani. Na mule Mungu ambaye ametuahidia hajatuacha, ako pamoja na sisi. Na Biblia inasema ya kwamba the Lord will go before you. Hallelujah. Na mwaka huu wapendwa, langu ni kuatia manawambia kwamba mbele kuko sawa, every barrier ambayo itasimama kuzuia watu wa Mungu itaondolewa. Ni kwa maana tuko peke yetu, tuko na Mungu ambaye ametushika mkono, ambaye ametutangulia mbele, ndiposa akatufanikishe katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Verse 1 inasema ya kwamba the Lord himself will cross over ahead of you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema ya kwamba mtavuka, lakini Mungu amevuka mbele yenu. Hallelujah. Nikisema ya kwamba kama amevuka mbele yetu, nikisema hata na sisi kwa sababu tumemfuata, tuko na uhakika ya kwamba we also be able to cross over because God has gone ahead of us. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoangalia kuelewa hisia za wapendwa hapa, when Moses is bidding them farewell, na namwambia kwamba nimewafikisha, lakini Bwana amenizungumzia nisivuke mto wa Yordani, lakini nawaacha kwenye mikono ya Yoshua ambaye Mungu atakuwa kiongozi wenu, na Mungu amewatangulia. Na Biblia imesema ya kwamba as I was with Moses, I will be with Joshua. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwaka wapendwa, nataka kuambia kwamba ni mwaka Bwana ametangulia mbele. Yes, there may be barriers ya kuzuia tusifikie katika hatima zetu, tusiingie katika miliki yetu, lakini Mungu ambaye ametangulia mbele atatuondolea every barrier, every stumbling block na every gate ambayo imetuzuia tusiweza kupenetrate through. Bwana ametangulia mbele kutengeneza njia kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaangalia watu ambao wanaanza kwenye mikono ya kiongozi ambaye hajawaongoza tena. Haleluya. Na wanauliza kwamba itakuwa namna gani? Tunaelewa uongozi wa Musa ulikuwa namna gani. Tunamuelewa ya kwamba kuna wakati akakasirika na sisi, lakini alikuwa ni mtu angetusamehe. Haleluya. What they had that fear ambayo ilikuwa ndani yao, kwa maana they don't know uongozi wa Yoshua utakuwa namna gani. Praise the name of Jesus. But the assurance word, God has gone ahead of them. Praise the name of Jesus. Kwa hiyo tumeelewa wapendwa, nataka kusema ya kwamba there may be barriers still there that exist. Hallelujah. Kwa maana hatujui mambo yatakuwa namna gani. Wengi wetu tumevuka katika mwaka huu, bado tumebeba mambo yaliyotulemea mwaka uliopita. Hallelujah. Na tunashinda kwamba how will it then be the year 2026? Maybe it will be worse. Hallelujah. Maybe you have no fear, kwa maana hatujui vile mambo yatakavyoenda. Lakini siku ya wapendwa na Jumapili hii tuko nalo kutuongoza na kutupatia nguvu ya kwamba tusiogope kamwe. Ni kwa maana Mungu ako upande wetu. Biblia inasema ya kwamba he will never leave us nor forsake us. Kwa hivyo tuko na hakikisho ya kusonga mbele kwa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Na angalia, there were so many fears. The transition from Moses to Joshua, the uncertainty ahead of them, the report of the spies, wale waliokuja wakawaambia wapendwa, hiki ni nzuri, kuna maziwa, kuna asali, lakini wale watu wanaishi kule ni kama majitu ya watu wanaingia uoga, washinda ya kwamba itakuwaje na Musa ametuondokea, itakuwaje na sasa tujui tutafanya namna gani. But the issue that the assurance was, Mungu anawatangulia mbele, kwa hivyo hapo na kuwastua. Bwana Yesu sana. Mwaka huu ni mwaka mzuri wa pendo. Ni kwa maana hatutaenda mbele ya Mungu, yeye ndiye ametutangulia. Kwa hivyo kama ametangulia, ni kusema ya kwamba mahali Mungu amepitia njia itapatikana. Na kama amevuka Yordani mbele ya watu wake, ni kusema ya kwamba hata wakifika mahali pa kuclose lazima njia itapatikana, kwa maana Mungu
kwamba ni Mungu wa ahadi aliyesema ya kwamba Kanaani nimewapa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Hallelujah. We must conquer fear in this year. For us to be able to enjoy the year the Lord goes to go ahead of us. Ni kusema ya kwamba lazima uoga tuondoe wapendwa. Lazima tumuone Mungu akiwa Mungu katika uungu wake. Praise the name of Jesus. Kuna wakati mwingine ni tunaamini kama hatuamini ya kwamba Mungu yupo, lakini siku ya leo we must conquer the giant of fear. Na tuambie Mungu ya kwamba hawatupatia moyo ya uoga, lakini ametupa ujasiri wa kusonga mbele. Praise the name of Jesus. And Yeshua anaambia kwamba be strong and be thou courageous. Hallelujah. Alijua kwamba Musa akiondoka wataanza kuwa na shaka. Alijua kwamba kwa sababu waliambiwa Yordani haitavukika, labda waliambiwa wale watu wanakaa kule ni wenye nguvu kuwaliko, lakini wanaambia kwamba I have gone ahead of you. Be strong, be courageous, it shall be well. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naona kwa today ya kwamba lazima for every breakthrough that we desire to see or to see fulfilled this year, lazima ianze kwa moyo. Align your heart with God. Hallelujah. Aliposa Musa anaambia kwamba nimeenda mbele zenu. Ni kusema ya kwamba it is not a year that we just live for the sake of living. Lazima we connect with God katika imani. Hallelujah. Tumchukue vile yeye alivyo, ya kwamba akisema ametangulia mbele, tunaelewa ya kwamba even though physically tunaweza kuona giza katika mwanzo wa mwaka huu, tunajua kwamba mbele yetu kuna mwanga. Ni kama kuna Mungu ametangulia watu wake kuwafanikisha na kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. They did not know ni njia gani wataenenda, lakini Bwana amewatangulia mbele. Hallelujah. Walijua hawakujua watavukia wapi mto Yordani, lakini ukweli ulikuwa ya kwamba Bwana amewatangulia mbele kuwafanikisha. Praise the name of Jesus. Kwa hiyo wapendwa, wanawatia moyo siku ya leo ni ya kwamba katika mwaka huu ambao Bwana ametangulia watu wake, lazima tuweke maisha yetu sawa sawa na Mungu. Lazima imani yetu iambatane na Mungu. Tunajua ya kwamba haitakuwa rahisi. Kuna majitu ambayo lazima tunayakoka katika safari hii. Najua kwamba kutakuwa na vizuizi, lakini katika mwanzo wa mwaka huu tuko na kisha kwa Bwana ametangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu sana. The barrier of fear must be broken. Aliposa kwamba when Moses is handing over to Joshua, anamwambia kwamba be strong, be courageous. Anamwambia kwamba the journey is not for the faint-hearted. It is not for them wale ambao wanaingia uoga ama wanaona ya kwamba kuna milima mbele, wanaogopa, wanasema ni kama tutaweza. Bwana Yesu sana. Lakini mchana wale wapendwa, for us to be able to conquer this year, the year God has gone before us, we must conquer the barrier of fear. Natuambie Mungu, tunakuchukua vile wewe ulivyo, ya kwamba wewe ni mwenye nguvu, ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza mambo yote, kwamba hakuna jambo lisilowezekana. That is the call that we are taking along in this journey. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. We must conquer the barrier of fear. Praise the name of Jesus. Na wana wa Israeli walikuwa they were faced by powerful enemies. Wale watu ambao wangewazuia, wale watu ambao wangewaweka uoga ndani yao na wale kama hawataweza. Na naona ya kwamba pia wakifika Yeriko wanapata ya kwamba it is a fortified city. Hawana mahali pa kuingilia, lakini lazima wanakonka Jordan. Then they must conquer the Jericho on their way to the promise. Lakini kusema ya kwamba even though they were barriers, Bwana aliwatangulia mbele. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Fear is one of the greatest burden. Abwana sikia watu kutoona Mungu vile alivyo. Hallelujah. Unaangalia the failures of yesterday. Unaangalia vile haikuwezekana jana. Unaangalia kwamba vile unang'ang'ana mwaka wa 2025. Na sasa mwaka huu tunakwambia kwamba Mungu amekutangulia mbele, ni kama hauna imani. Hallelujah.
as new as this year, connect with God by faith. Praise the name of Jesus. Kwa hiyo lazima tuweke uoga chini na tuambie Bwana ya kwamba habari kuona ya kwamba ugumu ya vile mambo itawezekana. Tunataka kuona wewe Mungu ukiwa Mungu uweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Anaambia Musa ya kwamba Joshua anaambia kwamba be strong and be courageous. The Lord will go with you. Hallelujah. Na mambo hayo pia, those words were very encouraging at the moment of transition. Na wapendwa hawa wangesema kama amesema ametangulia mbele, na kama amesema ya kwamba ataenda pamoja na sisi, na kusema ya kwamba amevuka Yordani mbele yetu, ni kusema ya kwamba regardless of any barrier, things will be well, because the Lord has gone ahead of us to make a way where seems to be no way. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu sana. In the book of 2 Timothy chapter 1 and verse number 7, wapendwa, maybe we can have that reading elder in Jesus' name. We'll take 2 Timothy chapter 1 verses number 7. Timotheo wa pili mlango wa kwanza na mstari ni wa 7. Praise the name of Jesus. Are we there? 2 Timothy chapter 1 verse number 7. Are we there? Yes, Swahili can get better itakuwa sawa, tushukuru. Verse 7, I want us to do verse number 7. Mlango wa kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho wa uoga. Ni kweli? Maana Mungu apendwa mwaka huu, mwaka ule Bwana ametangulia watu wake mbele, ya kwamba hajatupa roho wa uoga. Haleluya. Bali roho ya nguvu, lakini ametupa roho ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. The fear of unknown is a barrier this year. The fear ile kwamba mambo yalikuwa mazito mwaka uliopita, the fear ambayo hatujui kutakuwa namna gani kule mbele, itatuweka katika vifungo na vizuie kutoona Mungu katika mwaka huu. Bwana ametangulia watu wake. Praise the name of Jesus. Lakini Mungu anasema ya kwamba hajatupatia roho wa uoga. Haleluya. Mlima uliokuwa mbele yako, ona vile Mungu anaweza kusawasisha njia iliyokuwa imefungana. Ona ya kwamba Mungu aliyevuka, Mungu aliyetangulia watu wake mbele, anaweza kutengeneza njia. Ni kwa maana kuna jambo Mungu asiloliweza. Praise the name of Jesus. Hebu mwanzo ya kwamba you must conquer the barrier of fear this year. Na tumuone Mungu akiwa mweza yote na akiwa ametangulia watu wake mbele. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, barrier number 2. Na hapo tutamalizia, then we'll be able to continue coming Sunday. And katika our reading text, that one of Deuteronomy, ninaangalia verses number 1 to 3. Inasema Musa anasema hivi, verse number 2. I'm now 120 years old and I'm no longer able to lead you. Praise the name of Jesus. Ni kusema ya kwamba Musa alikuwa anakubali ya kwamba he was limited. Hallelujah. I'm 120 years and I'm not able to lead you. Ni kwa maana gani? Human being have limitation. Hallelujah. There is always a level unaweza fika. Na mtu huyu wa Mungu anasema ya kwamba nimewaongoza kwa muda huo wote, lakini sasa nimeinua mikono. Hallelujah. Na jambo hilo likawa limetisha hawa watu.
about those who had so much faith katika uongozi wa Musa, na walikuwa wanaona kama ni kama hakuna mtu mwingine anayeweza kuongoza. Lakini when Moses is handing over, anawaambia kwamba vile Mungu aliyokuwa pamoja na mimi hata waacha kamwe, ako na nyinyi mpaka mwisho wa dahari. Kwa hiyo nikuambia kwamba msiogope, whether I am there or not there. I'm a human being, I'm limited, I have my own weaknesses. Nimejaribu ile nimeweza, nimeshindwa, but now I'm handing over to the Lord God who has gone ahead of you to make a way for you. Praise the name of Jesus. The barrier of transition ilikuwa kubwa hapa pendo. Bwana Yesu sana. Na Moses alipokuwa azungumza ni kama alikuwa analidi katika mawazo yake. Na vile anageona ya kwamba ni kama safari hii hatutaweza kuendelea mbele, ni kwa maana Musa hayuko. Praise the name of Jesus. Na sisi ya wapendwa, na njia kwamba labda katika mwaka uliopita kuna milango mingi tulipisha kwa sababu ya kujulikana kwetu. Kuna milango mingi tulienda kugonga kwa sababu sisi ni watu ambao tuko na majina. Hata kuna mambo tulifanya kwa sababu ya uwezo wetu. Lakini wakati huu we are only limited. Lakini wewe Mungu atatangulia mbele, malango yatafunguka, vizuizi vinaondolewa, watu wa Mungu wanapata their breakthrough in the name of Jesus. Maybe you fought the battle by your own strength last year. Maybe you tried, ukajaribu hili na ukajaribu lile lingine, ukasema ya kwamba why are things not working? You are a human being, you are limited. Moses was there na akasema ya kwamba I have my own limitation, siwezi kuendelea mbele, lakini hata kwa Mungu ambaye amewatangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe. The barrier of transition. Washika ya kwamba because the man of God is no longer with us, uongozi wa Yoshua utakuwa namna gani? Lakini mikononi mwa Mungu aliyewatangulia mbele wakawachwa siku hiyo. Haleluya. Na anaambia kwamba it shall be well, go and possess the land, that the land of Canaan it is yours. Whether I am there or not there, there is a God who has gone ahead of you. There is a God ambaye watangulia mwaka wapendwa awafanikishe katika mambo yenu, mambo mliong'ang'ana nayo na ikiwezekana Bwana ametangulia watu wake akawapa ushindi na akawapa miliki yao. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We are limited because we are human beings. Moses was there. Na nasema ya kwamba I'm 120 years now. I'm no longer able to lead you. Hallelujah. Siwezi waongoza. Na watu wanastuka, wanauliza itakuwa namna gani? Bana ile wote tena hapo wanaelewa ni ya kwamba Mungu amewatangulia mbele. Hakuna haja ya kuna sura ya Musa tena, lakini wamwangalie Mungu aliyewatangulia mbele akawafanikia siku hii. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Sometimes when changes occur, it feels like loss. Because wanaona kama amepoteza mtu wa maana sana. Sasa huyu kijana Yoshua atakuwa namna gani? Wanaona ya kwamba we had so much faith in Moses. We had so much faith in our pastor. Maybe your pastor is just a man and are limited kwa mambo yake. Si kweli? Labda kuna udhaifu wake pia, lakini wanaambia kwamba it is no longer, the journey is no longer about Moses. It is the journey is no longer about our pastor. It is no longer about anybody or any one of us. It is about the God who has gone ahead of his people. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ninaangalia mawazo ya pendo hapa. Wanaona kupoteza, wanaona uncertainty mbele yao, wanaona ya kwamba ni kama hawatafika katika miliki yao, kwa maana wameondokewa na uongozi wa mtu wa Mungu. Lakini kweli ya kwamba the Lord has gone ahead of you. The Lord has gone ahead of his people in the mighty name of Jesus. Na usipia siku ya wapendwa, usione mwingine. Labda mwaka uliopita uliangalia anko yako aliye na ushawishi kule mbele. Haleluya. Labda uliona watu ambao ungewatuma wakusaidie. Labda uliona ya kwamba kuna watu ungewaambia ufanye hili na lifanyike. Lakini mwaka huu ni mwaka wa kuangalia Mungu aliyetangulia watu wake. Bwana Yesu sana. We are limited because we are human beings. Praise the name of Jesus. In the book of Joshua 1, ulianza kuangalia andiko kitabu cha Joshua 1, Joshua chapter 1 verses number 5. Tuone andiko hili.
Hallelujah. Are we there? Joshua chapter 1, maybe you can read for us. Natoka Deuteronomy hapo 31 unaluka hiyo ingine. Chapter 1 verse 5. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kushindana. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kushindana verse 5. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kushindana na wewe. These are the words of who? God himself. Kweli? Wakati anamtia moyo mtu wake anaitwa Yoshua. Moses no longer there. Anawaambia kwa heri na uongozi wangu. Na wakaambia mimi nimewafikisha lakini kwenye mikono ya Yoshua na Mungu amewatangulia mbele nimewawacha. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Siku zote za maisha yako. Siku zote za maisha, yani Yoshua anakuwa sended. Ni kweli for the journey. Na naambia kwamba hakuna mtu atakayesimama mbele zako. Kama vile nilivyokuwa. Nataka ushike hiyo. Kama vile nilivyokuwa na pamoja na Musa, hivyo ndivyo nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Yaani mtu tu amebadilika, but God has not changed. Haleluya. I was with Moses, so I will be with you Joshua. Kwa hivyo usiogope na hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele zako. Haleluya. But at the end of Joshua there was Jordan to conquer. It was Mafroi. But at the end of Joshua there was Jericho to conquer. Lakini anaambia kwamba as I was with Moses I will be with you. Praise the name of Jesus. Na hiyo ilikuwa ni hakikisho tosha kwa huyu mtu wa Mungu. Anaambia kwamba uongozi unaweza kubadilika, lakini wewe kama mtu nitakuwa na wewe. Ule Mungu aliyekuwa anaombwa na Musa atakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya wapendwa, we must conquer the barrier of transition. Na tutukubalia kwamba 2025 already imeondoka. We have already transitioned into the year 2026. Na that is where we are. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Haleluya. Lakini Mungu ule aliyetubeba katika mwaka ule, wakati gharika ilikuja, wakati mambo yalikuwa mazito, wakati sio tutafanya nini, tukatafuta njia, ikawa hakuna njia, majiji yakasimama, mambo yakawa mazito, tukasema ya kwamba God where are you? Hajabadilika. Amesema ya kwamba as I was with you in the 25, even this year until God will go ahead of you. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo siku ya wapendwa, Mungu hajabadilika. Ni Mungu wa kweli. Ni Mungu wa kuaminika. Ni Mungu majira yote. Kwa hivyo hata mwaka huu tunaposonga hatua kwa hatua, tunafanya hivyo tunasonga kwa imani. Tunasonga kwa kujua, kwa kuelewa ya kwamba Mungu hajabadilika. Musa anaweza kuwa hayuko, but so can God who has been there wakati wote akapanda na watu wake. Kwa hivyo katika mwaka huu wapendwa, go ahead kwa ujasiri mwingi kujua Bwana ametangulia mbele na hajabadilika. Wewe unaweza kubadilika lakini Mungu atachange. Si kweli? Bwana Yesu sana. Kwa hivyo mwaka huu ni kuvalia viatu vizuri. Kwa maana safari ni mrefu. Na safari hii hatuendi kushindwa, tunaenda kumalizia vizuri kwa maana kuna Mungu ametangulia mbele. Bwana Yesu sana. Musa Joshua as I was with Moses, so I will be with Jesus. Katika mwaka wa pendwa, Mungu akaona na watu wake. Praise the name of Jesus. Na jambo walikuwa na jambo sana ya kwamba haijalishi mambo yana watapitia katika safari hiyo, lakini la muhimu ni ya kwamba the Lord was leading them ahead. Hallelujah. Hata kama kutakuwa na misukasuko na mambo ya kuatisha, hawangejali kwa maana Mungu alikuwa amewatangulia mbele. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo sisi katika mwaka wa pendwa, hatuna la kutustua, hakuna la kutufanya tukaogopa, hakuna kufanya kwamba watu wa Mungu wakae kama wamezimia, ni kama wameboeka na mwaka. Hapana, ni kuangalia Mungu aliyetangulia watu wake atufanikishe na tupe ushindi
Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. When God is leading, transition become a bridge, not a barrier. When God is leading, transition becomes a bridge, not a barrier. Praise the name of Jesus. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba Mungu akituongoza wapendwa, kuvuka inakuwa ni daraja, lakini sio jambo la kutuzuia kusonga mbele na kumwona Mungu akiwa ametutangulia mbele. Praise the name of Jesus. Nafikisha hapa kwa leo. Bwana tubariki. Sasa tunaweza kusema kwa sababu ya maombi na Bwana tusaidie. Hallelujah, hallelujah. We can start on our feet in the name of Jesus. Tufikisha hapo. We'll continue being on our theme in the name of Jesus. Aje tu Bwana ya kwamba mwaka huu akujalie neema hii. Ambia Bwana tusaidie kujalia neema hii. Ambia Bwana ya kwamba ukamwone vile alivyokuwa mkuu. Muone akiwa Mungu ambaye anaweza mambo yote. Chukua Mungu wako vile alivyo siku ya leo. Mwambie kwamba ninakuamini hata wakati kama huu. Baba, imani yangu ingali kwako, ni kwa maana neno lako nasema ya kwamba wewe haubadiliki kama mfalme. Na hata katika mwaka huu ambao Bwana umetangulia watu wako mbele mfalme, tena nakuamini ya kwamba mambo yatakuwa sawa. Na njia kwamba kila mlima na kila jambo yangu liyosimama kupinga jamii yangu, kupinga familia yangu, ambia Bwana tujapo mchana wa leo. Ambia Bwana ya kwamba hata sasa ninakuamini, hata sasa imani yangu ingali kwako, na njia ya kwamba hautaniacha. Neno lako limesema ya kwamba uko nami mpaka mwisho wa dahari. Kwa hivyo mwaka huu Bwana ambao ni mwaka umetangulia watu wako, ninakuamini kwamba unaweza, ninakuamini kwamba unaweza njia Bwana, mambo yaliyonishinda utaweza kutengenezea njia. Ambia Bwana jambo kuhusu kazi yako, kuhusu maisha yako, kuhusu maisha ya jamii yako. Tumwambie Mungu jambo ya kwamba mwaka huu ukawe na ushindi, mwaka huu ukawe na mambo yatakayoshuhudiwa. Ni kwa maana Mungu ametangulia watu wake. Tumekataa kuandamizwa na uoga, tumekataa kuwa na shaka katika safari hii na safari ya mwaka huu. Mungu ametangulia watu wake. Tunakuamini bado Bwana, tunakuamini ya kwamba wewe Bwana uliahidi ni ya kweli kwa watu wako. Ukaimiliki. Baba, tunaomba ya kwamba ukatuondolee vizuizi vyote, vizuizi vya uoga, vizuizi vya mabadiliko, hata ya uongozi. Ama siku ya leo tunaamini ya kwamba unaweza. Tunakuamini katika neno lako ya kwamba tusifadhaike, tusiogope, tukuangalia wewe tu uliahidi Bwana. Bwana, omba ya kwamba penda baba yangu, kuna wengine hawajui mwaka huu ni mpya kwa nini. Kuna wengine baba yangu mambo yamewasukuma mfalme, hawajui atafanya nini. Natangaza mchana wa leo, sekea kizuizi Bwana ikaondolewe. Baba, naomba ya kwamba shaka ikaondoke, watu wa Mungu wakaone Mungu akiweza, akiwatengenezea njia. Baba, naomba ya kwamba ukainue imani ya wengi katika ibada hii, ukainue maisha ya wengi katika ibada hii. Baba, naomba ya kwamba katika vinywa vyao ukawa na mambo watakaoshuhudia na kutangaza hakika Mungu ametangulia watu wake. Na siku leo mfalme, katika vinywa vyao ukawa na ushuhuda katika maisha ya Bwana, ukawa na mambo mengi yataweza kuonekana Bwana. My Savior, my God. Sisi Bwana hapa tunang'ang'ana kwa nguvu zetu, na tunang'ang'ana Bwana kwa uwezo wetu Bwana, na kwa sababu ya umaarifa wetu. Our Father and our God, this afternoon we surrender all our case to you. We surrender, my Father, our issues to the Lord, that you can go ahead of your people as you make way, as you slow way, my Father. We conquer fear today. We conquer fear. We conquer every barrier in the name of Jesus. We are marching forward in courage. We are marching ahead because God Almighty ametutangulia mbele, akatupatia ushindi na ufanisi wa kila jambo Bwana. Baba, naomba ya kama mambo yaliyotisha watu wa Mungu, mimi Bwana iliyowatisha mfalme, sikaweza kusawazisha Bwana mchana wa leo. Baba, naomba ya kwamba milango na malango yaliyowazuia wasikapita Bwana, sikaweza kufunguliwa na njia ikapatikane. Baba, naomba ya kwamba
si milima iliyosimama mbele ya watu wa Mungu na kuwatisha. Baba, naomba ya kwamba ikaweza kuondolewa. May God go ahead of his people. May every barrier be broken up. May every front of the top of the enemy be removed in the name of Jesus. I declare, my Father, this is our year as a church, oh God. This is our year as promised, my Father, individually. This is our year, our Father, will testify of many things, our God. Tuombe ya kwamba tunakuwa na macho ya ukuu wako Bwana, tukaone vile Mungu wetu unavyoweza. Mfalme, ulisema ya kwamba vile ulivyokuwa na Musa utakuwa na Yoshua Bwana, na vile Bwana ulivyokuwa nasi katika mwaka uliopita Mfalme, hata mwaka huu Baba Mungu wetu haujabadilika. Tunakuangalia kwa macho ya imani, tunakuangalia katika uwezo wako na nguvu zako Bwana, ya kwamba hakuna jambo linaloweza kukushinda Mfalme. Mahali watu wa Mungu waling'ang'ana, simama yako ukawa na breakthrough in the name of Jesus. Milango waliobisha ikafunguliwa kwa urahisi Bwana. I declare great breakthrough, my Father, katika maisha ya watu wa Mungu. Baba, tukapiga muhuri yako Bwana na kuendelea na watu wako Baba, unapowapigania, unapowasaidia Mfalme, unapowatangulia mbele Bwana, kuwafanikisha kwa maana mwaminifu Bwana. Natangaza katika ibada hii, wale ambao wanasumbuka Bwana wasiojua na kufanya, ukawapatie Bwana amani katika maisha yao. Baba, naomba ya kwamba wale wanahangaika Mfalme, hawajui watafanya nini Bwana, Baba, naomba ukatulize kile katika maisha yao, na nena amani katika maisha ya watu wa Mungu. Natangaza mwanzo mpya Bwana katika maisha ya watu wa Mungu mchana wa leo. Natangaza usumbufu na uzito wote wa maisha ukaweza kuondolewa. I declare, my Father, ya kwamba ukaweza kuhuisha watu wako, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu na wa kweli. Baba, natangaza ukawe na amani katika jamii za Mfalme. Natangaza Bwana urejesho wa upendo wa Mungu katika maisha ya Bwana. Baba, naomba ya kwamba may there be restoration, oh God, the restoration of their faith in God today. That is, my Father, the joy of salvation katika maisha ya Bwana. Baba, wasaidie wakaweza kutazama katika visima vya wokovu Bwana. Bwana, naemesha watu wako na kuwapa ushindi, ni kwa maana wewe ni Mungu wao. Our Father, by the lifting of our hand, maybe you can just lift our hands tonight, this afternoon. We surrender all to your God. We not know how the journey will be, but our God, one assurance we have this afternoon, and also this time is our Father, is that God, you have gone ahead of your people. You have crossed over ahead of them, O God. Give them peace, my Father. Give them joy in this year, my Father. Give them courage, our Father. Fight for them, O God. Baba, naomba ya kwamba tunajisalibisha kwako Bwana. Wewe Mungu usiyeshindwa kufanya na watu wako Bwana. Bwana, pigania hawa ni kwa maana wewe ni mwaminifu Bwana. Wacha ikajulikane ya kwamba wewe ni Mungu umetangulia watu wako Bwana. Wacha ikajulikane ya kwamba wewe ni Mungu unayeinuka na kuondoa vizuizi kwa watu wako Bwana. Bwana, katika vilio vyao ukawe na shuhuda Mfalme. Wacha katika vilio vyao Bwana ukawe na mengi yatakayoshuhudiwa Mfalme. Ukawe na nyimbo za sifa Mfalme, Mungu mwaminifu Bwana. Mikono mwako Bwana, watu wako wako salama. Watangulie mbele, kawasaidie, Mungu afanikishe. Mungu Yesu, tunaweza kuomba na kuamini. Tunaweza mshukuru Mungu kwa